Bwana, ni wewe, ni wewe, haleluya, ni wewe, wewe ni Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, kimbilio ni wewe, ewe ni Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, Alfa Omega ni wewe, ewe ni Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, unaweza ni wewe, ewe ni Bwana, ni wewe, ni wewe 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 Bwana, ni wewe, Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, 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 Baba, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, 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 Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, tumaini letu wewe, Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe.
ni wewe Bwana, ni wewe, kimbilio letu ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, tumaini letu ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, tumaini letu ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, tumaini letu ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, nakuitaje ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, kwa msamaha ni wewe Baba, Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Bwana, ni wewe Baba, Bwana, ni
ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe.
ni wewe Bwana, ni wewe tegemeo, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe, tumaini ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe, tegemeo, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Simba wa Yuda, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe, tumaini ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, tegemeo, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, tumaini ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe, ndiye Roho wa Mungu akiniambia
niombe sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Niombe sana. Niombe sana. Niombe sana. Niombe sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia 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 niombe sana. 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 Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia nitubu sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia nisali sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. 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 Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia 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 niombe sana. Niombe sana. Niombe sana. Niombe sana. Niombe sana. Niombe sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia tuombe sana. Nimesikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. 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 Atawale tu, mwachia Yesu atawale.
mwachie Yesu atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Nyumba zetu, maisha yetu yote, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Neno zetu, maisha yetu yote, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Watoto wetu, wamama zetu wote, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Manyumba zetu, maneno zetu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Na shida zetu, mwachie Yesu yote, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Maisha yetu, manyumba zetu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Maisha yetu, watoto wetu wote, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Fikira zetu, neno zetu yote, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Manyumba zetu, mwachie Yesu atawale, Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale, atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale.
Yeyote ambaye ako na njaa hajafikia kiwango, haya maombi na kushikana mkono anaenda kuongozwa. Amen. Kama kuna kikombe ambayo bado hakijajaa, kwa haya maombi kinaenda kujazwa katika jina. Amen. Kila ambacho unahitajika tu ni kuamini. Amen. Tunaaminiana pamoja? Ndio. Tunaaminiana sote pamoja? Ndio. Kama kuna baraka ambayo ilikuwa imekupita kidogo, hii ni nafasi yako hiyo baraka ikufikie. Amen. Ili wakati tunatoka hapa utaambiwa ushuhuda, alafu next week kuja kushuhudia. Amen. Amen. Bwana atapeana unabii kwa yale ambayo amekamilisha hapa. Amen. Na yale ambayo anakamilisha hii wiki. Ili next week ushuhuda wako haikuji ile ya kawaida, ni Bwana alinena na ametenda. Sehemu ya ushuhuda next week iwe ya majibu, confirmation ya unabii. Amen. Kwa sababu unabii tumejifunza leo ni wa kuleta nini? Suluhisho. Kujenga. Si kweli? Ndio. Baba nasema ni asante. Asante maana wewe ndio unatupea roho. Yes. Kwa hiyo Bwana, kila kiumbe ambacho kiko mahali hapa, ndio, ambao bado kinafadhaika moyoni, yes, tunaomba uwezeshe leo. Ndio. Roho wa Bwana mimina, wewe ni chemichemi ya uzima. Yes. Tembea, zunguka. Kila aliye chini akajazwe katika jina la Yesu. Yes. Kila aliyepungukiwa akajazwe sasa katika jina la Yesu. Kila aliyegonjeka sasa ni uponyaji katika jina la Yesu. Kila aliye na giza ndani yake, tunaamuru hiyo giza kuwe nuru in the mighty name of Jesus. Kila aliye na wasiwasi anashindwa kusamehe, akapewe neema ya kusamehe sasa. Yes. Anaye bado hangaika hajui afanye nini na kuhuzunika, akatiwe nguvu sasa katika jina la Yesu. Yes. Haya mambo hatuwezi kuyafanya kama wanadamu. Yes. Tunahitaji roho wa Bwana. Yes. Kwa roho wa Bwana shuka tawala. Shuka. Tembea, ingie kwa kila mmoja wetu. Zunguka, wacha moto wako akauhisi. Vile na uhisi mimi, kila mmoja wetu akahisi moto wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Maana wewe uhai na uko mahali hapa. Kwa hivyo roho wa Bwana isiwe mimi peke yangu, bali kila mmoja wetu hapa akapate kiwango, akapokee kiwango, akabarikiwe, akainuliwe, macho yao akafunguliwe in the mighty name of Jesus. Tunakataa dhambi. Yes. Tunaomba kila mmoja wetu Bwana umpe moyo wa kuchukia dhambi. Yes. Tukachukie dhambi Bwana. Yes. Hatuwezi kuchukia dhambi kwa mwili. Tunahitaji roho wako Bwana. Tuwezeshe Bwana. Ni asante maana unatupenda na kumali. Asante kwa kutembelewa na wewe Bwana. Asante maana baraka tumepokea Bwana. Asante maana shuhuda zinakuja Bwana. Katika jina kuu la Yesu Kristo naomba tukiamini. Amen. Pigeni Bwana makofi. Ningependa tuketi, alafu tupewe nafasi kwa nabii ya 5 minutes, alafu nitapea treasurer atupeleke the next session.
ilishuka wakati ulipokuwa unamwombea, kabla umwombee, niliambiwa kwanza awachane na marafiki. Lakini wakati ulipomwombea pale, ulipokuwa unaendelea kumwombea, kuwa naona kisu hivi inakuwa hivi. Na kabla ya hiyo kisu kuna vitu iliibiwa vitu, nikaona jamaa karibu 3, alafu pamoja na yeye ni wawili, alafu nikaona askari wanakuja hivi wanakamata. So after kukamata ndio wakasema ni Kibet. So vile walisema Kibet, sasa Kibet akatetea haikuwa yeye, yani akapeana ushahidi ya kuwa hakukuwa hapo. Sasa vile alipeana mmoja wao, sasa nikaona anamshikilia kisu. So naona hao marafiki watatuelekeza mahali pao, na Roho Mtakatifu ilianzia ya kuwa kusamehe yote. Pia dada Leli, wakati nilikuwa nimeombea hapa hivi, nilikuwa naona sanduku nikauliza Mungu, hii sanduku kaonyeshwa, sio Mungu amemaliza hiyo. Pia Roho wa Mungu anasema ukae kwa utakatifu. Sawa, kwa utakatifu. Nilikuwa nikwambia. Na pia Joseph, nikanenewa kuhusu Joseph ya kuwa kuna mpango anapangiwa, yani awekewe makosa ndio afutwe kazi. So nafikiri nilikuambia uambie mtumishi alipokuambia. Pia watoto wangu Rina, nilikuwa naona wakati ulikuwa unaombewa, nilikuwa naona kilio sana, na ulikuwa unashika mtoto na ulikuwa unalia sana. Kaa kwa utakatifu. Ulikuwa unalia sana, sasa hivi umeshika hivi kama huyu mdogo huyo hivi, na unalia sana. Ukienda hivi unarudishwa hivi, unarudishwa. Ulienda mara 3. So pia huyu mtoto huyo alipokuwa anaombewa hapa hivi, yani nikaona mseaga anafanya hivi, anaongea akisema nitaanzaje ndio arudi. So endelea kubaki kwa Mungu, usirudi kwa haraka. Shika neno kwanza, alafu uachane. Sawa. Pia Kibro ulipo apostol alipokuwa anakuombea, nikaona amevalishwa hiyo ya naitwaje, ni kama alikuwa university ama nini, na watu walikuwa wengi kaonio alikuwa amefaa hivi, na yani watu walikuwa wanafurahi sana, watu walikuwa wengi. Si wakati ule nilikuambia Roho inategemea kwenda ngambo scholarship. Utachoche na uchikaze. Na nilikwambia uachane na mambo mengi. Kiburi nini na nini. Mkuwe na mshikane. Nzuri mko na mama wa maombi. Na sasa ile mama amesema saa ya maombi. Kivi muombe wote. Msiwajilie peke yake. Ama mnaombanga wote. Sometimes. Yeah. Hapa kuna fika sana. Kali. So inafaa mshikane. Ndio muombe hata wengine na wako. Pia nabii. Wakati ulipokuwa unaombewa hapa nikaona baraka. Yaani machi inanimulika hivi. Lakini haikuwa saa hiyo. Niliona kwanza tamu ilikuja hivi. Alafu machi kawaida. Pia faith. Huyu ni msichana wangu. Pia
niliona anafukuzwa sana na simba sana, so akakuja akaingia ndani, akafungia ndani ili nje simba. Pia huyu mtoto huyu analala usiku, yaani kwa naona analala hivi na yaani amefinywa kabisa na jiwe kubwa hivi kwa kifua. So wakati ule nimekuambia kwamba sana hapo kwako kuna fika kali. Wapi ndio msichana wangu ameenda? Nilikwambia kuna vita, ombea hao watoto sana. Si kuna yule kijana pia. So utaombea. Kuna mtu mwingine anabii. Sitamoja ya Priska. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Ndio neema ya Mungu ikufikie. Ndio upendo kazini. Ndio upendo na mume wako na mke wako, sio kupaka makeup. Unaweza hata usioge wiki mzima. Tunaweza sema ati usioge. Unaweza hata usioge wiki mzima. Lakini ile neema ya Mungu unapendwa tu. Tunaelewana? Yeye anakupea kibali. Anakupea nini? Kibali. Watu wa dunia wanatafuta kibali na bribe. Wanaenda kulipana. Mtu akienda mahakamani anatafuta ule hakimu mapema anamlipa pesa. Sisi tukitaka kwenda mahali, soma kitabu cha Esther mlango wa 3:4-5. Kabla hajaenda kwa yule mfalme kumwelezea shida za Israeli, alifanya nini? Walifunga siku 3. Wakati alienda, alikuwa anasema nikienda, mfalme alisema mtu akikuja kwa uwepo wangu bila mimi kumuita anafaa kuuawa huyo mtu. Lakini wao walienda kwa maombi kwa wakajipika wakaiva kwa maombi na kufunga na kuomba. Alipotokea hakuhitaji kupaka makeup. Akitokea tukamwambia kuja. Hata ukitaka nusu ya ufalme nitakupa kibali. Tumeelewana? Kibali. Lakini ukisikia amekupigia leo na umeharakisha umeenda, kabla hujajenga misingi utarudi tena. Tumeelewana? Kwa lazima ujue si ati yeye ananipenda, ni Yesu anamfanya anipe. Kwa hivyo mimi nafaa nishike Yesu, nisishike hiyo jangili. Tumeelewana? Sishike hiyo jangili, nashika Yesu, alafu Yesu anajua na wale ya kushika yeye. Hata mimi leo napenda mke wangu sana, lakini ni Yesu amenishika mateka. So mimi najua nampenda kwa kila kitu. Kwa hivyo ni lazima huyu mwenye anashika watu mateka, huyu mtetezi wetu ambaye ako hai, tunafaa tushike huyo. Sawa sawa? Tukishika huyo, sasa yeye anajua kupambana na hao watu. Baraza vile. Amen. Usiposhika Yesu, ushike kitu kingine, utafukuzwa hata uko mrembo namna gani. Pastor mmoja kwa kiniuliza, mbona huyu mtu ameoa bibi mrembo namna hii na anaenda nje? Mimi nikamwambia wewe hujui. Hakuna urembo unaweka mwanaume kwa ndoa. Hakuna urembo ambaye anaweza kuweka bwana yake kwa ndoa. Hakuna. Ni Yesu. Ni Yesu anang'oa ile roho ya uchafu, anaweka roho ya anatoa ile macho ya kuona nje, anaweka ile macho inaona tu nyumba ya. Kwa hivyo huyu anakuwa ni kama ile umbwa, ilikuwa umbwa mwitu kitambo. Kila siku inafungwa nyumbani, inapewa. Yesu anatibu hivyo mioyo yetu. Tunabaki. So tunashangaa mbona watu wanapendana? Na ni sura mbaya mbaya? Ni Yesu. Bwana asifiwe. Ni Yesu amefanyisha wapi wani? Mbaya yule mama. Huyu ameoa mtu hata hatujui alitoa wapi huyu. Lakini ni Yesu. Hata asipooga unakuta mwingine hata meno imekaa namna nyingine, lakini ni Yesu. Msipojua hiyo siri mnadanganyika. Mbona siku hizi wanawake wanaenda wanafanya mambo mingi, wanatoa mpaka mbavu, lakini kesho unasikia bwana yake anapatikana mahali fulani. Umesikia maneno? Ombeni
Yesu awapee uwezo wa Roho wake, achukue ile macho ya mbinguni apatishe. Akishavalisha yeye, hata akienda nje ya nyumba anaona wanawake wote wanakaa wanaume. Tumeelewana? Anaona wote wanafanana na ng'ombe ya maziwa. Yesu. Mimi nawaambia kitu ambayo imenifanyikia mimi, ndio naishi hivyo. Singefaa kuishi maisha, lakini Yesu amenivalisha nini? Hiyo miwani hiyo. Sawa sawa? Ndio. Sasa tukisikia kitu ya dunia, unaikataa kabla. Ukisikia story ya dunia, unaikataa kabla. Hii kitu hapana. Yaani ni kama ile umeweka chakula ya chumvi mingi kwa mdomo, unatema haraka haraka. Ombeni muwezeshwe. Hauwezi mwenyewe. Au hata uende theology school uishi huko, haitawezekana. Ni mpaka Roho wake. Umesikia Wathesalonike 4 inasema nini? Maana ni Mungu anatupea roho wa hizo nguvu za Roho wake ndio zinafanya hivyo. Kwa ni kitu kidogo sana, lakini ndio inasaidia. Inafanya ndoa inafanya kazi, inadumu, inafanya kazini unapata favor bila kutoa any. Unaona? Wenzangu wanasema some time back kule kazini, Roho Mungu ananiambia, unaona unakuwa na mzozo, kwa sababu kuna watu wanatoa pesa wapewe hii cheo, lakini wewe tayari hiyo, so wewe tembea tu. Umeelewa? Amenipea kibali cha kuona kule mbele, cha kujua mahali naenda, lakini hawa wenzangu wako wameweka kwa account pesa mingi sana. Hao wanajua ikifika wakati watatoa hii pesa nono wapea, hawajui kule mbele Bwana ashanenea kuwa pesa zao hazitahitajika. Kwa hivyo kuna kilio sasa naambia be careful, kwa sababu wivu wao ni vipofu, wanajua tu pesa, kuuza na kununua. Ombeni Mungu awapee uwezo. Ya kuomba. Unaelewa? Ile ya kuomba kwa sababu wewe ni nabii wa dunia. Omba. The same thing umeambiwa au marafiki. Sio kuambia hii ndio Yesu Kristo anaogopa. Haikubariki utatoroka. So anasema nibariki aje alafu anitoroke. Nimkose. Wacha ichelewe. Ndio maana nakuuliza tufanye namna gani? Sababu tunasaidiana na Yesu Kristo. Ndugu yetu mkubwa, si ndio? Tufanye namna gani? Nitawacha hii mambo ya dunia, nitakwamilia Yesu. Wewe mkwamilia Yesu. Ile wakati Yesu ataona wewe ni wake kweli, kwa kweli na haki, atakupea kila kitu. Lakini ya nini upewe mali yote alafu ukose uzima? Ukose ushirika. Unaona? Hii ndio kitu kubwa ambayo inafanya baraka zetu zisichelewe. Mambo ya scholarship si hapa hata kule. Mbona Mungu anasema hivi maneno? Kwa sababu ya madhabahu kuna hatua inaenda mbio sana. Lakini wenye wako juu hii baiskeli wanalala. Unaweza kuonyesha baiskeli iko na gorota. Hapa hivi. Na baiskeli inaenda mbio sana. So wa kuanguka atabaki kweli? Karibu. Bwana asifiwe. Anasifiwa tena. Nafikiri tumelishwa neno. Nani hapo shiba hiyo neno? Pengine kama Mungu kupokea Yesu, tunaweza kufili hiyo kati ilikuwa kimetekwa. Kama mimi nasikia Mungu ameniwezesha na amenionyesha kama kulikuwa na shimo cha msiba. Sijui kama kuna tangazo, kulikuwa na tangazo tutaenda kwa nani? Amko kwambia.
najitahidi ingawaje naona wengine hawakufika leo. Sijui sababu ni nini. Na mateso mengi. Kwa sababu Mungu